au ndugu wanahabari, niseme kwamba muda mfupi uliopita tumetoka kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Tumejadili mambo mengi kama alivyosema mwenyewe. Ninalotaka kuliweka msisitizo ni lile linalohusu kukuza na kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya mataifa yetu mawili, na hili ndilo jambo la msingi. Kama alivyosema, Tanzania na Kenya sio tu majirani, lakini ujirani wenyewe ni wa kindugu. Alisema pia kwamba ukiangalia mipaka inayozunguka Kenya, mpaka wao na Tanzania ndio mkubwa kuliko mipaka ya nchi nyingine zote, lakini kwenye mpaka huo wale wanaoishi mipakani wako Tanzania, wako Kenya, nao wote ni ndugu. Kwa hiyo uhusiano wetu ni wa kindugu. Kama mnavyofahamu, nchi zetu mbili sio tu majirani, kama nilivyosema, ni marafiki na ndugu, na kutokana na urafiki tulionao tumewezesha kukuza ushirikiano wa kiuchumi. Kwa mfano, wakati wa mazungumzo yetu nimemwarifu kaka yangu Rais Kenyatta kuwa Kenya inashika nafasi ya 5 kwa uwekezaji ndani ya nchi ya Tanzania, ikitanguliwa na mataifa mengi kutoka nje, lakini ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Kenya ni ya kwanza na kiulimwengu inashika nafasi ya 5, ambapo imewekeza miradi 513 yenye thamani ya dola za Kimarekani 1.7 bilioni, ambayo imetoa ajira zipatazo 51,000 za Watanzania. Aidha, zipo kampuni 30 za Tanzania ambazo zimewekeza mtaji ndani ya Kenya wenye thamani ya shilingi za Kenya bilioni 19 milioni 330 na kutoa ajira kwa watu 2,600 na kama 40 hivi. Lakini nikaweka ahadi kwamba Tanzania sasa tutakuja kwa nguvu yote Kenya kuja kuwekeza ili kukuza ile ujazo wa biashara au volume of trade. Lakini mbali na uwekezaji, nchi zetu mbili pia ni wadau wakubwa wa biashara, ambapo kwenye miaka 5 iliyopita wastani wa biashara kati ya Tanzania na Kenya ni trilioni 1 shilingi za Kitanzania au dola za Kimarekani milioni 450, ambayo bado sio kubwa na tumeweka ahadi kuikuza. Hivyo basi, wakati wa mazungumzo yetu tumekubaliana kuhusu namna ya kukuza biashara na uwekezaji kati yetu. Kama mnavyofahamu, nchi zetu bado zina fursa nyingi sana, ikiwemo kwenye masuala ya kilimo, viwanda, uvuvi, ufugaji na utalii. Tuna fursa kubwa sana, Mungu ametupendelea. Sasa tunakwenda kuzitumia fursa hizi kukuza biashara kati yetu, lakini kati yetu na mataifa ya nje. Lakini kwa lengo la kukuza biashara pia na uwekezaji kati yetu, tumekubaliana kuendelea kushughulikia baadhi ya changamoto, hususan vikwazo visivyo vya kodi ambavyo vinatokea katika mipaka yetu. Tumekubaliana kwamba hivyo sasa vikaondoke, na kwa pamoja tumeitaka tume yetu ya ushirikiano baina ya Kenya na Tanzania iwe inakaa na kutoa suluhu ya vikwazo vinavyojitokeza sasa hivi na halafu, ili vikwazo hivi visiwepo. Lakini jengine aliloliongeza Mheshimiwa Rais, na mimi nakubaliana nalo, ni kwa mawaziri wetu wa afya kukaa na kuangalia kurahisisha mfumo wa kuingia na kuchekiwa kwenye mambo haya yaliyoingia ya COVID au corona. Watu wetu wapate huduma za haraka, kupima, kuchekiwa, ili waweze kupita na biashara ziendelee. Ndugu zangu wanahabari, mbali na ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kwenye mazungumzo yetu na Mheshimiwa Rais Kenyatta, tumejadiliana pia kuhusu namna ya kutekeleza miradi yetu ya kimkakati, miradi inayohisi usafiri na usafirishaji wa watu na bidhaa, lakini pia jinsi ya kupata nishati, umeme au gesi kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Tuna hiyo miradi mmoja tulishasaini mkataba leo, tunachokwenda kufanya ni kusimamia utekelezaji. Lakini pia kuna mmoja ambao unaendelea, mazungumzo yako karibu kumalizika. Nitumie lugha ya Mheshimiwa Rais, tutaweka kidole hivi karibuni, lakini pia na mwingine tuko kwenye mazungumzo kuumaliza.
Tumegusia pia swala la ujenzi wa bomba la kusafirishia gesi kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa. Huu ni mradi wa muda mrefu. Tunashukuru leo tumeweka kidole na kilichobaki ni utekelezaji, tutakwenda kusimamia. Masuala mengine ni masuala ya kawaida ambayo tumezungumza na tumejadiliana kuhusu masuala ya ushirikiano kimataifa, hususan namna ya kujiimarisha au kuimarisha jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, ikiwemo kuzihimiza nchi wanachama kulipa michango yake. Hili nalo ni jambo ambalo linatusumbua kidogo ndani ya jumuiya. Kwa hiyo nalo tumesema tuhimizane tulipe michango ili jumuiya iweze kusimama vizuri. Lakini pia kuna masuala mengine ya mipakani ameyazungumza na masuala mengine madogo madogo ambayo tume zetu zitakwenda kukaa na kuyafanyia kazi. Mwisho ni kwa taarifa yenu waandishi wa habari kwamba mwaka huu ifikapo mwezi wa 12 Disemba, Tanzania tunatimiza miaka 60 ya uhuru wetu, na hivyo nimetoa mwaliko rasmi kwa Rais Uhuru Kenyatta awe mgeni rasmi katika maadhimisho yale ya miaka 60 ya uhuru wetu. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo mpaka sasa hivi tumezungumza na kakangu, na kweli nataka niseme mimi na ujumbe wangu tunajisi tuko nyumbani. Asanteni sana. Asante sana.